أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، ولعنة الدائم إلى أعدائهم أجمعين من الناكثين والمارقين والقاسطين والشاكين والمشككين والضالين والمضلين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. صدق الله العلي العظيم. Tukiwa katika mfululizo wa darsa zetu za mwezi mtukufu wa Ramadhan na kuangalia darsa yetu ya maudhui ya dua ambayo ni moja katika amali muhimu na ibada muhimu katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Dua ni ibada, na ndio maana ukirudi ndani ya Qur'an utakuta kuna aya nyingi zinazozungumzia masala ya dua. Aya nyingi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatutaka tumuombe, akituhimiza tuombe turudi kwake, au aya zinazoonesha mitume walivyokuwa akiomba dua. Kwa hiyo dua ni moja katika ibada muhimu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'an anatuambia kwamba fad'u Allaha mukhlisina lahu ddin, akitutaka tumuombe kwa ikhlas, kwa nyoyo zilizo safi. Katika aya nyingine, iznada rabbahu nidaan khafiya, katika mitume ambao walikuwa wakimsemesha Mwenyezi Mungu, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan, muombeni Mola wenu tadarruan, kwa unyenyekevu, wa khufyatan, na kwa woga. Aya tulioanza nayo inasema hivyo, muombeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa unyenyekevu, kwa woga. Kwa hiyo swala la dua ni muhimu, na ndio maana riwaya nyingi zinasisitiza kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wale ambao wanafanya takabur, hawana habari na dua, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa vitisho vikali. Ameona kwamba hawa ni watu wabaya, wamesemwa vibaya, wale ambao imma hawana habari na maombi, au la, maombi yao wanaelekea kwa vitu vingine, hawaelekei kwa Mungu, wanaelekea kwenye mizimu, kwenye mawe, kwenye kuviomba visivyokuwa Mungu. Wako watu wanafanya maombi lakini maombi yao hawaelekezi kwa Mungu.
Watu hawa wamekemewa vikali na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika riwaya ambayo tutaisoma hapa, Hadithul Al-Qudus tutaisoma hapa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika riwaya hii anasema kwamba auha Allahu ila ba'dhi anbiyaihi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewafunulia baadhi ya mitume wake. Auha Allahu ila ba'dhi anbiyaihi fi ba'dhi wahyihi, amewafungulia baadhi ya mitume wake baadhi ya wahyi wake. Akasema hivi, wa izzati wa jalali, naapa kwa utukufu wangu, naapa na nguvu zangu. Wa izzati wa jalali, naapa kwa utukufu wangu, naapa kwa nguvu zangu. La uqatti'anna amala kulli amilin, la uqatti'anna, nitakata kwa nuni taukid. La uqatti'anna, nitakata. Amalan, matarajio. Yani mtu ana matarajio fulani kupitia kitu fulani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema la uqatti'anna, hayo matarajio nitayakata. Amala kulli amilin ghairi, kila mwenye kumtarajia asiyekuwa mimi. Wewe matarajio yako kwa mtu fulani, sio kwa Mungu. Mwenyezi Mungu atakata matarajio yako, hutopata. Kwamba wewe matarajio yako kwa Muhammad Abdi, matarajio yako kwa Sheikh Jalala, matarajio yako kwa mtu fulani, tajiri fulani. Kama si tajiri huyo unahisi kwamba wewe huwezi kuishi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema la uqatti'anna amala kulli amilin ghairi, yoyote ambaye anamtarajia asiyekuwa mimi. Bil iyasin, kwanza kwa kumkatisha tamaa kwamba hatofikia kile anachokihitajia. Ukimuomba asiyekuwa Mungu, ukimtegemea mtu, kile unachokihitajia hutokipata. Mungu anasema hivyo. Wala aksuwannahu, na nitamvisha. Wala aksuwannahu thawbal madhalla, nitamvisha vazi la udhalili. Ukimtegemea asiyekuwa Mungu, ukimuomba asiyekuwa Mungu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema atakuvisha vazi la udhalili. Mara ngapi mtu anaenda anachuna uso kwa mtu, anaenda anapiga magoti, anaomba, alafu anafukuzwa, hapewi, alafu anadhalilishwa. Mara ngapi? Kwamba Mungu anakuvisha vazi la udhalili kwa sababu umeenda kujidhalilisha. Mungu amesema kwamba atakuvisha vazi la udhalili ukewa na matarajio kwa mwanadamu, matarajio kwa sio kuwa yeye Mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema atakuvisha vazi la udhalili. Wala aksuwannahu thawbal madhallati fi nnas, kwa watu, mbele za watu utadhalilika. Ndio pale unapoenda unamuomba mtu, alafu ukiondoka tu anaanza kukutangazia. Hujafika nyumbani unaanza kupigiwa simu, nasikia umetoka kuomba kwa mtu fulani. Ndio unasema da, kamwambia nani wewe? Ilikuwaje na wewe? Palikuwa hapana mtu. Nasikia umeenda kuomba alafu amekufukuza. Wala aksuwannahu thawba madhallatin
amama nnas, nitamvisha vazi la udhalili mbele za watu. Kwa nini? Kwa sababu amemwomba asiyekuwa Mungu, amemtarajia asiyekuwa Mungu. Mungu anasema atakuvisha vazi hilo la udhalili mbele za watu, utadhalilika. Wala ab'ad, anasema kisha wala ab'adannahu, nitamweka mbali, min faraji wa fadli, kutokana na fadhila zangu. Atakuwa yuko mbali na fadhila zangu, atakuwa yuko mbali na wepesi wangu, sitompa njia ya kupata anachokitaka. Wala ab'adannahu, nitamweka mbali. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya riwaya anasema ayuammalu, yani anasema kwamba istifhamu istinkar, yani kama vile haulizi swali Mungu, istifhamu istinkar, kwamba istifhamu ya kupinga kwamba haiwezekani mtu kwamba atarajie kitu kwa mtu wakati Mungu yupo. Yani mtu awe na matarajio kwa mtu mwingine, kwa mwanadamu, wakati Mungu aliyomuumba yupo, ambaye ana uwezo. Ayuammilu abdi fi shadaidi ghairi, yani mtu amtarajie mwingine wakati wa shida isipokuwa mimi. Yani mtu aelekeze shida zake kwa mwanadamu, kwa viumbe ambavyo navyo vinamtegemea Mungu, ambavyo kuna vitu viumbe hivi haviwezi kukupa, haviwezi kukupa. Katika riwaya anasema ayuammilu abdi fi shadaidi ghairi, mwanadamu mja wangu anapokuwa na shida, vipi amtarajie mwingine asiyekuwa mimi? Washadaidu biyadi, na shida zinatoka kwangu mimi, shida ziko mikononi mwangu, mimi ndiyo ninaweza kuziondoa. Washadaidu biyadi wayarju siwaya, na vipi amtarajia asiyekuwa mimi? Wayarju siwaya, maneno yote haya ni kuonesha vipi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapenda waja wake wamuelekee yeye katika maombi wanapokuwa na shida, na hata kama hawana shida basi wamuelekee Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wanapokuwa na raha wamuelekee Mungu abakishe raha hizo, wanapokuwa na neema wamuelekee Mungu, sio waende kwenye mzimu waseme mzimu kulindie mali zako. Mbuyu, uende ukazunguke mbuyu mara 21, halafu unasemezwa maneno eti mbuyu ndiwe una mlinzi wa mali zako. Mbuyu, kwenye mbuyu ndio upandishwe cheo. Mbuyu, simeenda kule Kaole, ule mbuyu umeona umejaa kamba, vyungu vimevunjwa pale, nazi zipo pale, mbata pale. Kuna watu wameenda kutafuta kazi kwenye ule mbuyu, kuna watu wameenda kuomba kazi pale kwenye mbuyu, wameenda kuomba cheo kwenye mbuyu pale, wameenda kuomba kupandishwa mshahara kwenye mbuyu pale. Wayarju siwaya, na anamtarajia si kuwa mimi. Wa ana alghaniyul jawad, hali ya kuwa Mwenyezi Mungu anasema mimi ndiyo tajiri, aljawadi, mtoaji, mimi ndiyo mwenye kujitosheleza, wengine wote ni mafakiri.
wengine wote ni wenye kuhitajia. Mwenyezi Mungu ndiyo huwa al-Ghaniyu, yeye ndiyo mwenye kujitosheleza. Wa ana al-Ghaniyu al-Jawad, hali ya kuwa mimi ndiyo mtoaji, ndiye mwenye kujitosheleza. Biyadi mafatihul abwab, kwangu mimi ndiyo kuna funguo za milango yote ya riziki. Milango ya riziki, funguo ziko kwake yeye. Milango ya wale wanaotaka wake ziko kwake yeye. Wale wanaotaka kazi, wanaotaka umri mrefu, hamna mtu anaweza kukupa umri. Hamna mtu ambaye ana uwezo wa kuondolea maradhi usiumwe. Hamna ambaye anaweza kukufanya usiumwe. Hamna mwanadamu. Wangapi wameumwa wakaenda kuwekwa katika oksijeni, walipotolewa tu pale pale wakafa, na ni matajiri wa hali ya juu, kuonesha kwamba mwanadamu ni dhaifu hata awe na uwezo gani. Riwaya inasema biyadi mafatih al-abwab, kwangu mimi ndiyo kuna funguo. Wa babi maftuhun liman daani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwamba na mlango wangu uko wazi kwa yule mwenye kuniomba. Ukimuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukamlilia, ukanyanyua mikono wakati watu wamelala, saa 9 za usiku, unanyanyua mikono, ilahi kaifa ad'uka wa ana wa kaifa aqta'u rajai minka wa anta. Unamwambia maneno haya, unamsemeza, ilahi kaifa ad'uka, vipi na kuomba wewe, wa ana na mimi ni mimi. Yani vipi? Yani mimi ni mimi mwenye kufanya makosa, unanijua. Mimi ni mimi mwenye kusema uongo, mimi msengenyaji, mimi mvivu, mimi kila aina makosa nafanya. Wa ana mimi ni mimi. Wa kaifa aqta'u rajai minka wa anta, na vipi nikate matarajio kwako na wewe ni wewe. Yani wewe ni wewe, wewe mkamilifu, wewe una kila kitu, wewe una uwezo, wewe ni tajiri, kila kinachohitajika kwako kipo. Wa anta, namsemeza Mungu. Ilahi idha lam ad'uka fatastajiba li faman dha alladhi ad'uhu fayastajiba li. Unamwambia Mungu, ewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikiwa sija kuomba wewe ukaniitikia, ni muombe nani mimi aniitikie? Idha lam ad'uka fatastajiba li faman dha alladhi ad'uhu fayastajiba li. Nani mwingine nimpelekee shida zangu? Mwezi mtukufu wa Ramadhani umefunga, midomo imekauka na njaa, unanyanyua mikono saa 11 jioni, 12 kabla ya jua kuzama, unamwelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Idha lam ad'uka fatu'tiyani faman dha alladhi ad'uhu fayu'tini. Ikiwa nitakuomba wewe na wewe usinipe, nani mwingine ni muombe anipe? Ikiwa kwako wewe nitakosa, kwa nani nitapata? Nikachune uso, kwa nani mwingine anipe? Nikajidhalilishe, kwa nani mwingine? Wewe ndio unayeweza kukwambia kila kitu. Idha lam atadharra ilayka fatarhamani, ikiwa sijanyenyekea kwako ukanihurumia,
faman dha alladhi atadharra'u ilayhi fayarhamni, nani mwingine ninyenyekee kwake ili anihurumie? Ikiwa hukunyenyekea kwa Mungu aliyekuumba, hujajidhalilisha kwa Mungu, hujatoa machozi kwa Mungu, uende ukatoe machozi kwa nani? Kwa mwanadamu kama wewe ambaye yeye mwenyewe kesho atakuwa hana. idha lam atadharra ilayka fatarhamani faman dha alladhi atadharra ilayhi fayarhamni, ni nani mwingine ninyenyekee kwake ili anihurumie? Ilahi, unamwambia Mungu, fakama falakta albahara li Musa alayhi salam fanajaitahu, kama vile ulivyopasua bahari kwa Musa ukamwokoa. As'aluka an tunajiani mimma ana fihi, na kuomba uniokoe kwa haya matatizo niliyokuwa nayo mimi. Matatizo nilionayo, nataka nifukuzwe kazi. Matatizo nilionayo, nataka mke. Matatizo nilionayo, sina kibarua. Matatizo nilionayo, riziki ni ndogo. Ya Rabbi, nakuomba unifungulie milango ya riziki. Kama falakta li bahri li Musa alayhi salam wa najaita, as'aluka awalan an tusalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa an tunajiani mimma ana fihi wa tufarrija anni farajan ajilan ghaira ajil, unifungulie milango kwa haraka, sio baadaye, sasa hivi. Maneno haya unamsemeza Mungu, unasemeza sio chini ya mti, unaambia kazunguke pale, halafu wewe ukizunguka pale uona nguruma mara 71. Halafu ukishakuzunguka mara 71 rudi kinyume nyume, hatua 71. Halafu nenda njia panda, hii nazi unaivunja pale, halafu tembea usigeuke nyuma. La, wewe utakuwa umemaliza, nenda zako, tayari umepanda cheo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema mwenye kufanya hivyo, katika riwaya hii ya pili anasema, riwaya ambayo inapotoka kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, anasema ma min makhluqin, qala Allah, katika hadithi al-Qudus Mwenyezi Mungu anasema ma min makhluqin, hakuna mja yoyote, ya'tasimun bi makhluqin duni, ya'tasimu anamwekea, anaweka ngao, anamfanya msaidizi kiumbe mwingine asiyekuwa mimi. Mwenyezi Mungu anasema kwamba kiumbe yoyote ambaye anataka usaidizi kwa asiyekuwa mimi, sikiliza maneno ya Mungu, anasema illa qata'tu asbaba samawati wal ardh, nitamkatia mtu huyo sababu za mbingu na ardhi. Mtu ambaye atataka usaidizi, atapeleka maombi yake, atataka asaidiwe kwa asiyekuwa Mungu, atakuwa akihitajia kwa asiyekuwa Mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema hivi, awalan qata'tu asbaba samawat, kwanza nitamfungia sababu za mbingu, wa asbaba al-ardh min dunihi, na zile sababu za ardhini
njia za kupata riziki ardhini pia nitamfungia mtu huyo. Mwenyezi Mungu anataka aombwe yeye, ameshatoa kibali, asiombwe mwingine. Fa in saalani, angalia riwaya inasema fa in saalani, pinde atakaponiomba, wakati amejiegemeza kwa watu wengine, ametaka msaada, usaidizi kwa wengine, akija akiniomba mimi sitompa. Mungu anasema fa in saalani lam u'tihi, akiniomba mtu huyo ambaye amejiegemeza kwa wengine, ameegemeza msaada kwa wengine, amewafanya wengine ndio wanaweza kumtatulia changamoto zake, mtu huyo akiniomba mimi simpi. Wa indaani lam ujibahu, na akiniomba vile vile simuitikii dua zake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatutaka tumuelekee yeye, kwa sababu ameshatoa ruhusa, kama tutakavyoona katika maneno ya Amirul Mu'minin Ali salatullahi wa salamuhu alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, katika wasia wake ambao anamuhusia al-Imamu al-Hasan, wasia mzuri katika kipande hichi cha maombi. Anamuhusia al-Imamu al-Hasan, wa indani lam ujibuhu wa ma min makhluqin. Riwaya inaendelea, na hakuna kiumbe chochote ya'tasimu bi, anajiegemeza kwangu, anataka msaada kwangu, shida zake anaelekeza kwangu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ya'tasimu bi duna khalqi, kinyume na viumbe vyangu, hana habari na viumbe. Illa dhamintu, isipokuwa namdhaminia, nampa dhamana ya mbingu na ardhi, rizqahu, riziki yake. Mtu huyo atakuwa na dhamana na riziki yake, atakuwa na dhamana na yale anayoyahitajia. Mtu ambaye ataelekeza maombi yake kwa Mungu, ataelekeza shida zake kwa Mungu, ataelekeza yale mahitajio yake kwa Mungu, si kwa wanadamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema anamdhamini mtu huyu kwanza riziki yake. Fa indaani ajabtuhu, akiniomba namuitikia. Mwenyezi Mungu anasema mtu ambaye ataelekeza shida zake kwangu, akiwa na tatizo, anaamka usiku, ananyanyua mikono, anamuelekea Mungu, anamlalamikia Mungu kwa duaul hazin, ilahi in kunta qabilta mithli faqbalni, namwambia Mungu ya qabila as-saharati iqbalni, ya man yughadhini bin ni'ami sabahan wa masaan irhamni yawma atika fardan shakhisan ilayka basari muqallada amali kad tabarra'a jami'ul khalqi minni, na'am wa abi wa ummi wa man kana lahu qadin wa sa'i. Unamwambia maneno haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, namwambia ya Rabbi unirehemu, ya Rabbi nikubalie katika muda huu wa sahar, muda wa saa 10 alfajiri, nikubalie maombi yangu, nikubalie shida zangu, nifungulie milango ya riziki,
nifanyie wepesi katika mambo yangu. Unamwambia Mwenyezi Mungu, kama nimekukosea basi usiangalie makosa yangu, usiangalie udhaifu wangu, angalia haya maneno ninayoyasema, hizi shida ninazozielekeza kwako. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika riwaya hii anaendelea kusema, fa in daani, Mwenyezi Mungu anasema, ajabtuhu wa in sa'alani a'taytuhu wa in istaghfarani ghafartu lahu. Na akiniomba msamaha mtu huyu, mimi namsamehe, sina tatizo na yeye. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anachotutaka sisi si chengine, ni kumwomba yeye. Tusielekeze shida zetu, matatizo yetu kwa watu. Tusiwe wavivu katika kuomba dua, hususan masiku haya ya Ramadhan, kama alivyosema Amiri al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib salawatullahi wa salamuhu alayhi, akimwambia al-Imam al-Hasan, anamwambia thumma ja'ala fi yadayka mafatiha khazainihi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia ndani ya mikono yako wewe funguo za hazina zake, yani funguo za kufungua hazina ya Mungu ziko mikononi mwetu. Sisi ndio tunaweza kufungua, sisi ndio tunaweza kufunga wenyewe. Kwa nini? Kwa sababu bima adhina laka fi mas'ala, pale alipokupa ruhusa ya kumuomba. Famata shi'ita, muda wowote unaotaka, muda wowote unaopenda. Muda wowote unaojisikia kumuomba na muomba. Kwa hiyo mata shi'ita, muda wote unaotaka. Fatahta biduai abwaba ni'amihi, utafungua kutokana na dua milango ya neema zake muda wote unaotaka. Al-Imam al-Hasan anaambiwa, lakini Amiri al-Mu'minin anatuambia sisi, iyaka a'ni wasma ya jara, yani kwamba vile anamkusudia, hamkusudii yeye, anatakusudia sisi kwamba muda wote tunaotaka tunaifungua milango hiyo. Muda wote utakao utaifungua milango ya neema zake. Wastamtarta shaabibi rahmatihi, na utabubujisha utaporomosha mporomoko wa neema zake. Fala yuqannitannaka, fala yuqannitannaka, usikatike tamaa, usikate tamaa, isikukatishe tamaa. Nini? Ibta'u ijabatihi, kule kuchelewa majibu yake. Usikate tamaa kuomba sana. Katika riwaya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama, Allahumma salli ala Muhammad, inapokewa kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawaambia malaika, mwacheni huyo mja wangu anaomba, msimkidhie haja yake. Malaika anamuuliza, kwa nini ya Rabbi, na mbona huyu mtu amelia sana? Anasema kwamba napenda kuisikia sauti yake, napenda kumuona anavyoniomba, napenda kusikia malalamiko yake anayoyasema. Kwa hiyo pale mnapocheleweshewa maombi, Mwenyezi Mungu huwa anapenda kusikia sauti zetu.
Lakini kwa yule mtu asiyompenda akiomba tu anamwambia mpeni hiyo, kwa sababu sitaki kusikia sauti yake. Kwa watu makafiri na wasiowapenda wakiomba tu anawapa, kwa sababu anaambia malaika, huyu sitaki kumsikia, sitaki aendelee kunikera, mpe nimalizane naye. Lakini waja wake wema anawacheleweshea, anaambia malaika hao wacheleweshe kidogo, napenda nisikie malalamiko yao, napenda kuwaona waja wangu hawa wananiomba. Kwa hiyo Amiri al-Mu'minin anasema kwamba isikukatishe tamaa, fala yukannitannaka ibta'u ijabatihi. Kwa nini? Fa innal atiya ala kadri niyya, kwa sababu mtu hupewa kwa kadri ya nia yake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatukubalia maombi yetu na anatupa yale tunayoyataka kwa kadri ya nia zetu zilivyo. Umeomba hichi kitu kwa malengo gani? Kwa nini umeomba utajiri? Nia yako bwana uombe utajiri ni watambia wanaojifanya mashehe hao. Mwenyezi Mungu anipe gari, akinipa gari nitamgonga Mwarugu. Fa innal atiya ala kadri niyya, kwamba nia yako kumbe si nzuri. Mimi nikiwa na gari watanikoma hao wanawake wa mjini hapa. Kumbe ukipoa gari utakuwa mzinifu. Mungu akupe gari. Mimi nikiwa tajiri, hawa vijana wa mtaani hao mtawasumbua kweli kweli. Kumbe lengo lako wasumbue watu. Fa innal atiya ala kadri niyya, kumbe huna nia nzuri. Usekwa Mungu akinipa riziki mimi, vijana hawa waliokuwa hawana fee wote nitawalipia mimi. Mungu akinipa utajiri, hawa vijana wa kijijini kwetu wote hawa lazima waliokuwa hawana kazi niwape mitaji. Mungu akiniwezesha. Unaweka nia nzuri ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akuwezeshe na wewe uweze kufanya mambo mazuri. Inshallah tutakomelea hapa, tutakuja kuendelea na maneno ya Amiri al-Mu'minin ambayo anazungumzia masala mazima ya dua na vipi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajibu maombi yetu kwa utaratibu gani. Kwa nini tunaona sisi maombi yetu hayendi, tunahisi kwamba dua hazipokelewi? Unaona kwamba dua inachelewa, hujui kwamba kule kuchelewa ni bora kwako kuliko kufanyiwa haraka. Katika dua Kumaili unasema vipi? Fa in abta anni, Kumaili inasema vipi? Fa in abta anni huwa khairul li liilmika biaqibatil umur. Kule kuchelewa kule ni bora kwangu, huku kuchelewa maombi yangu kujibiwa ni bora. Kwa nini ni bora? Kwa sababu wewe Mungu, wewe ndo unajua mwisho wangu mimi ni nini. Unajua mwisho wa khatma yangu ni upi. Liilmika biaqibati al-umur, kutokana na elimu yako kwa matendo yangu ya baadaye yatakuwa vipi. Kwa hiyo pale unaponicheleweshewa maombi yangu, hiyo ni bora. Fa in abta anni huwa khairul li liilmika biaqibati al-umur falam ara maulan kariman. Sijawahi kumwona Mungu ambaye ni karimu, ambaye ni mtukufu. Insha Allah muda huu tutaishia bibarakati salati ala Muhammad wa ali Muhammad.